za mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba kupitia mtandao wa X kuhusu kumshikilia Eddie Mutwe, mlinzi mkuu wa kiongozi wa upinzani Bobi Wine, katika chumba cha siri na kumlazimisha asujudu mbele ya picha ya Rais Museveni kabla ya kupewa chakula, kumfundisha lugha ya Kinyankole na hata kutishia kumkebei, zimeibua mseto wa hasira, hofu na fedheha miongoni mwa Waganda, zikielezwa kama ishara za kuongezeka kwa ukatili dhidi ya wapinzani wa serikali. Mwandishi wetu wa Kampala Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo. Tangu kutekwa kwa Edward Sebufu mwishoni mwa wiki iliyopita, vyombo vya usalama vikiongozwa na polisi vilikanusha kufahamu kule aliko. Mlinzi huyo mkuu wa kiongozi wa chama kikuu cha upinzani NUP Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine alitekwa na watu wasiojulikana siku 6 zilizopita alipokuwa akienda kujumuika na watu wa familia yake. Mara tu baada ya kisa hicho, Bobi Wine alitoa taarifa kwa umma, ila msemaji wa polisi Kituma Rusoke aliwaambia wanahabari kwamba polisi haikuwa na taarifa rasmi kuhusu kule aliko bwana huyo. I also heard about that Eddie Mutwe had been arrested. Hata mimi nimesikia tu kwamba Eddie Mutwe alitekwa na hatujui aliko. Tukipata taarifa tutawafahamisha. I will share it. Usiku wa mkesha wa leo Ijumaa, mwanawe Rais Museveni ambaye pia ni mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba alisambaza ujumbe kwenye ukurasa wake wa X akimjibu Bobi Wine kwamba yeye ndiye anamshikilia mlinzi wake mkuu katika handaki ya jumba fulani. Ili kuthibitisha hilo, ameambatanisha picha ya Eddie Mutwe na kinyume na muonekano wake unaofahamika na umma wa masharubu, amenyolewa upara na uso wake kuonyesha hali ya mwanamume anayepitia katika machungu mengi katika kizuizi alimo. Mwanzoni watu wengi walidhani picha hiyo ni mzaha, lakini kufuatia ujumbe zaidi wa jenerali huyo, sasa wamethibitisha ni kweli. Picha hiyo imewatoa machozi watu mbalimbali, huku akielezea hisia mseto walizonazo za huruma, hofu na hasira. Mwanzoni nilidhani ni akili mnemba, akili yangu ilikataa kukubali, na kwa sasa kwenye mitandao huwezi kupata picha inayosikitisha zaidi ya hii. Maneno mengi anayoongezea jenerali yanaleta machungu na ghadhabu, yanafanya kila kitu kuwa kibaya zaidi. It makes everything worse. Kile ambacho pia kimeibua ghadhabu hasa miongoni mwa watu wa kabila la Ankole ni majigambo ya jenerali huyo kwamba kwa sasa Eddie Mutwe anafunzwa lugha ya Kinyankole na kulazimishwa kusujudia picha ya Rais Museveni kabla ya kupewa chakula. Kupitia kwenye mitandao ya kijamii, watu kadhaa wa jamii hiyo wameshtumu vikali hatua hiyo, wakisema inawatia katika hali ya uhasama na watu wa jamii zingine. Wamejitenga kabisa na msimamo wake. Goreth Namuga, mbunge wa chama cha NUP, amewataka raia wote wa Uganda kuungana kupinga vitendo vya mkuu wa majeshi ambavyo anaelezea vinadhihirisha kwamba viongozi hawaheshimu tena katiba na sheria za nchi. Ni hatari sana kwamba ujumbe huu wa X unazidi kusambazwa bila viongozi kufanya chochote. Hatuwezi kuwa viongozi katika nchi ambayo haifuati sheria na katiba. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, Bobi Wine na chama chake hawakuwa wametoa tamko rasmi, ila tu kauli aliyotoa kumjibu Jenerali Muhoozi kwenye ukurasa wa X kwamba time will tell, yani wakati utaamua. Lubega Emmanuel, DW Kampala. Na tukitoka Kampala tuelekee sasa jijini Dar es Salaam. Vyombo vya habari pamoja na waandishi wake nchini Tanzania vinakosolewa vikali kutokana na mwenendo wa kutoa taarifa zenye mwelekeo wa kile kinachofahamika kama uchawa, yani ufuasi wa mrengo wa kisiasa, hali ambayo wachambuzi wanasema inaondoa uhuru wa vyombo vyenyewe. Hayo yanaibuliwa wakati ulimwengu ukijiandaa kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani iliyodhaminiwa kila mwaka Mei 3. George Njogopa ana maelezo zaidi. Wakosoaji wanaona kwamba waandishi wa habari pamoja na vyombo vyao wamegeuka spika inaopoza sauti ya wale walioko katika nyadhifa za utawala na wale wanaoonyesha ushawishi wa fedha bila kuhoji kwa kina juu ya kile wanachokisema. Kuporomoka kwa biashara ya vyombo vya habari kama vile magazeti, sheria katamizi pamoja na vitisho vinavyotoka kwa watawala ni baadhi ya mambo yanayotaja kuvisukuma vyombo vingi vya habari na waandishi wake kuelekea katika mtindo wa upashaji habari kwa mtindo wa uchawa. Mfuatiliaji wa mambo Samir Uza anasema hadi kufikia mwanzoni mwa mwaka 2016 waandishi wa habari pamoja na vyombo vyao walikuwa kichukua mkondo sahihi wa utoaji habari zisizofungamana na mrengo wote. Lakini hali ilibadilika kuanzia mwaka huu kulikoshuhudia mbinyo mkali ukiwaandama waandishi wa habari, hali iliyosababisha baadaye kuzuka kwa mtindo mpya wa upashaji habari wenye lengo la kufurahisha wale walioko katika nyadhifa za uongozi. Kwa unakuta vyombo vya habari vimekuwa ni machawa
asubuhi mpaka jioni. Chombo cha habari unakisikia chenyewe ni propaganda tu, kinasifia, kinaabudu, kinapongeza, yani mpaka unaona unachoka kukisikia. Ukisoma magazeti the same, magazeti mengi yanayotoka kila siku ni yale tu, ni kusifia, kupongeza, kuabudu. Kwa upande mwingine, baadhi ya waandishi wa habari wenyewe, mbali ya kukiri juu ya kushamiri kwa wimbi hilo, wanaelekeza ukosoaji wao kwa utandawazi. Wanasema ingawa baadhi ya vyombo vya habari asilia ikiwemo magazeti na majarida kuzingatia weledi wa kihabari, hata hivyo wanakabiliwa na wimbi la mabadiliko ya soko. Suleiman Msuya ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa vyombo vya habari nchini Tanzania anasema ujio wa vyombo vya habari vya mtandaoni ndio uliokoleza kasi ya upashaji habari wenye mtindo wa uchawa. Mosi, tumekuwa na wimbi kubwa la watu ambao sio waandishi wameingia kwenye sekta ya habari, na changamoto hii kubwa imetoka zaidi kwenye watu wenye vyombo habari vya elektroniki kama redio na hizo online media. Sasa kuwepo na ile wimbi kubwa ambalo halijapitia na kwenye tanuru la uandishi wa habari imekuwa na sababu ya wao kujihisi haya ni sehemu ya maisha. Hata hivyo, wako wanasema kwamba licha ya vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kuegemea zaidi ya mtindo wa upashaji habari wa kusifia, bado vina nafasi kubwa kubadili mwelekeo utakaovitambulisha kama vyombo vyenye kuangazia pande zote. Na hatua hii inakuja katika wakati ambako waandishi wa habari wakijiandaa kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani inayoadhimishwa kila mwaka Mei 3, ambako mbali na hilo la uchawa, matumizi ya akili mnemba kwenye ukusanyaji na usambazaji wa habari yanaonekana kuwa changamoto mpya ya zama hizi. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Safi kabisa. Saumu, tuanzie Tanzania sasa hivi. Ni kwamba kinachovuma ni kuhusu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kulani kushambuliwa na kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima ambaye alitekwa hivi majuzi. Aidha, amewataka Watanzania kuwa watulivu katika kipindi hiki na wawe na imani na jeshi la polisi. Anasema linazidi kupambana kuwapa wote waliohusika na kuwapata waliohusika na kuwafikisha sehemu husika. Maoni ni mengi kuhusiana na matamshi haya Chalamila, lakini mengi yanapingana na kauli zake. Aneth ameandika, polisi gani hao wa kuamini? Sisi bora hata kuamini panya road kuliko hao watu. Alafu Elias Kaspa yeye anasema visa vingi vya uvunjifu wa amani vimetokea, hawajatoa taarifa jinsi walivyoshughulikia. Kwa hiyo hapo hakuna. Maoni yanaonyesha kwamba watu wamekosa imani kabisa na jeshi la polisi. Bila shaka wana kulingana na maoni. Sasa leo nchini Kenya, Rais William Ruto amelipokea kombe la ligi ya mabingwa. Unajua linakuwa linazunguka nchi tofauti kama kombe la dunia vile. Amelipokea katika ikulu ya Nairobi, na katika hafla hiyo ametoa hotuba akisema kwamba anaiombea timu yake ya Arsenal ipate kulibeba taji hilo. Likipita mikononi mwake na mashaka. Sasa kuna maoni mengi yametolewa kutokana na kauli hii ya Ruto. Dennis Tai kwenye mtandao wa X ameandika, huyu alianza kusapoti Arsenal lini? Nishapoteza matumaini ya kulibeba taji hilo, sababu yake na Raila Odinga ndo kulaumiwa. Alafu Govida Alexis amesema, na hivyo ndivyo Arsenal walivyopoteza mechi yao ya mkumbo wa pili dhidi ya PSG siku ya Jumatano. Wa mwisho ni Rilan. Yeye anasema, siamini kama mimi nashabikia timu moja na Ruto. Nafikiri ni wasaa wa kuihama hii timu sasa. Kwa kweli mimi sina la ziada. Mashabiki wanajua zaidi, yani hawaamini, wamepoteza matumaini kwamba Ruto amelibeba kombe. Kwa hiyo bila shaka mambo yao hayakai vizuri.